Je, Kenya imefika mwisho wa uvumilivu? Manake leo Wakenya wanaingia barabarani wakilalamikia mafuta, fare, mishahara na maisha ambayo yanaendelea kuwa magumu kila siku. Lakini swali kubwa ni hili: je, haya ni maandamano ya mafuta pekee au ni hasira iliyokuwa ikijengeka kwa miezi mingi? Kutoka kwa kauli ya one term hadi matatu kusimama hadi vijana kusema mishahara ibadiliki lakini maisha yanapanda. Video hii inaonyesha kwa nini leo Kenya iko kwenye hali ambayo hata mataifa jirani yanaanza kuizungumzia. Kwa miezi ya hivi karibuni, maisha nchini Kenya yameendelea kuwa magumu kwa wananchi wengi. Bei ya mafuta imepanda, na kama kawaida yake mafuta yakipanda kila kitu kinapanda: fare za matatu, bei ya chakula, usafiri, biashara na hata maisha ya kila siku. Lakini kilichowashangaza wengi ni jinsi hasira za wananchi zimezidi kuonekana wazi kabisa mitandaoni. Kauli ya Gen Z Badi imegusa wengi sana, hasa vijana wa Kenya ambao wanaamini mishahara yao imebaki pale pale lakini maisha yanaendelea kuwa ghali kila siku. So guys, mjue sahi fare Nairobi kutoka town mpaka Ruaka 150 150 kutoka town Baronga 400 na kama umetoka Nairobi ukaenda Nakuru, them days, you know, the good old days. But you know what's funny about economy is that mafuta imepanda but mshahara haijapanda. So unapanda hiyo mtu anakuambia nilipe pesa fulani juu mafuta imepanda, but yeye understand wewe mshahara yako haijapanda, iko vile vile. Mnaelewa hiyo graph? Ina make sense? Anyway, mjue sasa nyanya moja inasimama at 30 bob. Nyanya imwe 30 bob. Bei ni 30 bob nyanya one time. Na kabla hata maandamano haya kuanza, baadhi ya Wakenya tayari walikuwa wameanza kuwaonya watu wasitoke nyumbani. Hii inaonyesha jinsi maandamano haya yalikuwa tayari yakitarajiwa kuwa makubwa. Lakini nyuma ya maandamano haya kuna kitu kikubwa kinazidi kukua. Kesho ni Monday. Kama unajua unafanya kazi biashara Nairobi, hakuna haja uamke. Kesho ni ulale. Kesho hakuna matatu Nairobi inaoperate. We lala. Kesho watu wangu, kesho matatu zote hazifanyi kazi. We lala. Biashara kesho inagoma. Watu wangu, kesho matatu zote, hakuna matatu itakuwa kwa barabara, hakuna gari itakuwa kwa barabara. Utatokea ukienda wapi? Watu wangu, kesho ni mgomo wa matatu wa gari zote. Hakuna barabara zote zitakuwa hakuna gari kesho. Utatokea ukienda wapi? Watu wangu, we lala kesho, lala tu. Kauli ya one term imeendelea kusambaa sana Kenya mitandaoni, na sasa baadhi ya vijana wanaanza kuitumia kama ishara ya kuchoshwa na mfumo mzima wa maisha. Kilichofanya video hii kusambaa zaidi ni jinsi huyu dada alivyomlinganisha Donald Trump na Rais William Ruto, jambo ambalo limezua mjadala mkubwa sana Afrika Mashariki. One term is unstoppable. Yeah. Kama President Trump pale US alikuwa one term, mnatuambiaje president haizitolewa? We will be the first country in Africa kukuwa na one term president. Signs are there, and we can't ignore those signs. Yesterday pale by election, DCP ilipata 10,000 votes bedroom ya president. Yeye anakuambia nini? Hata watu wake wenyewe bedroom yake wamtaki. I'm telling you, 2027, the massive voting that will be there, it has never been seen from when Kenya got independent. I'm telling you. So president aanze kununua briefcase za kuweka nguo zake ili aondoke hiyo state house ametengeneza hivyo. Na ni vizuri kutengeneza hiyo state house kwa sababu he is living. Anatengenezea the next president. One term guys. Lakini wakati wengine wanazungumzia siasa, wengine wanaona shida kubwa ni mifumo mipya inayoongeza pressure kwa wananchi. Kwa Wakenya wengi wanaotegemea magari kufanya biashara au usafiri, taarifa hii imeongeza hofu zaidi. Baadhi wanauliza, je, mfumo mpya utaongeza urahisi au utaongeza ugumu mwingine kwa mwananchi wa kawaida? From next month, ukienda kununua gari, ukienda kutransfer gari, NTSA wamesema that you require a valid KRA PIN in order to complete this particular transaction, because now they're fully moving now to the e-logbook system, na kila kitu itafanyika on their e-citizen platform because they're trying to be much more efficient. Wanajaribu ku reduce fraud, as in basically kila kitu ya NTSA inaenda kufanyika on the e-citizen platform. And of course kuna watu kuna bit skepticism, wanasema
what if eCitizen ikuwe hacked, NDC wamesema okay, those are the problems they will deal with, but now they're trying to phase off the physical logbooks. So ukitaka logbook itapatikana on eCitizen platform. So ukienda kununua gari, seller ata initiate, then wewe buyer utakubali, alafu transaction itafanyika online na utapata SMSs in order to receive all these alerts and everything else. But kila kitu inaenda move digitally on eCitizen platform from June 10th 2026. What do you think about this information? Wale wakora wanapenda kuficha, sijui mtafanya aje. Lakini kama kawaida ya Kenya, hata wakati wa hasira Wakenya wakosi ucheshi. Ingawa video hii ilikuwa ya utani, lakini imeonyesha jinsi Wakenya wanavyotumia comedy kuficha hasira zao, na ndio maana leo mjadala mkubwa sio mafuta pekee, bali ni maisha kwa ujumla. Sasa nimeona Wakenya wamelalamika sana kuhusu mafuta. Tunataka William Ruto apandishe vitu Kenya mzima, vitu zipande. Mafuta ya petroli lita moja ifike 500. Sukari shilingi 800 kilo. Tunataka vitu zipande. Ndio hizi zingine ituokope. Tanzania, Uganda, Congo, Rwanda waogope Kenya. Kwa sababu sisi ni superpower. Hatuwezi fanana na nchi zingine, na sisi ndio superpower ya Afrika. Tunataka vitu zipande Kenya, maneno iende juu. Tunashukuru sana William Ruto kwa kazi ambayo unafanya. Pandisha vitu. Tunataka shindano ya nguo ikuwe 150. Mafuta ya kujipaka ikuwe shilingi 600. Vitu sipande, everything to go. Kama unaona maisha ya Kenya yamekushinda, ende uishi Tanzania ama Uganda. Bure kabisa. Leo Kenya inaingia kwenye siku nyingine ya maandamano, lakini nyuma ya maandamano haya kuna vijana waliochoka, wafanyikazi wanaolalamika mishahara haitoshi, na wananchi wanaohisi maisha yanazidi kuwa magumu kila siku. Swali kubwa ni hili: je, serikali itawasikiliza wananchi kabla hasira hizi hazijawa kubwa zaidi? Na wewe uko upande gani kwenye mjadala huu? Niachie maoni yako kwenye comment section. Matatu kesho maandamano, tunafunga barabara kesho, mujitokeze, tunafunga barabara kesho, maandamano inshallah, kesho maandamano. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hebu toa maoni yako kuhusu kesho. Bana, hii ngoma ngumu jamaa. Hapa pale imefika saini pabaya. Sawa, sisi wenyewe wake zetu wa mikorogo. Tutagaramia mikorogo ya wake zetu, tutagaramia mafuta 240. Hii ngoma ngumu. Hapa jana mimi namwambia mke wangu, wewe na mkorogo itabidi utafute kazi. Siwezi kugaramia mkorogo na huko na garamia mafuta 240. Oye, ngoma ngumu. Watu wa matatu, watu wa tuktuk, watu wa pikipiki, yani industry sote kesho tutoke kwa pamoja. Barabara mafuta yamepanda bro, ukiangalia uchumi ndio huu, utafanyaje sasa? Kesho maandamano. Kesho maandamano, tafunga barabara. Kesho maandamano. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. So on Monday tunaenda maandamano. We need to be very clear. Tunaenda kuandamana na vibuyu, tutakuwa CBD na vibuyu zetu tukidemand that the fuel prices ziende chini. Yeah? Ziende chini because mchague kitu moja. Muamue kama ni nyanya itapanda, ama ni unga, ama ni rent, ama ni shule, ama ni fuel. Haziwezi kuwa ni zote.